السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون، بارك الله فيكم. kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na kwa uwezo wake bihaulihi wa quwwatihi tumekusanyika leo katika lailatu al-Khamis katika mwezi huu mtukufu wa al-Muharram mwaka wa 1443 hijiria, ambayo ni sawa na usiku wa tarehe 19 ya mwezi wa 8 katika mwaka wa 2021 miladia. Tumekusanyika hapa kwenye nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, likiwa lengo kuu la kukusanyika kwetu ni kufundishana mambo ya dini yetu, kukumbushana tuliyosahau katika mambo ya dini yetu, kuzijenga fikra na maarifa katika misingi iliyo sahihi, kwa sababu mtu huzidi sharaf kila anapozidi ilmu na maarifa katika dini. Utukufu wako na thamani yako mtu inaongezeka kila unapoongezeka elimu na maarifa katika dini yako. Kwa hiyo jambo tulilokusanyikia ni jambo la kuzidisha maarifa, la kukumbushana katika mambo ya kielimu, kwa sababu mengi tutakayozungumza tuliwahi kuyazungumza sehemu mbalimbali ikiwemo hapa. Kwa hiyo baadhi ya mambo tukiyataja mtayakumbuka kwa wale waliopata taufiki ya kuyasikiliza yale ambayo tuliyazungumza katika mwaka uliopita, ima kwa kuwa walihudhuria mahali hapa au hawakuhudhuria, lakini mazungumzo haya waliyapata kwa njia nyingine.
lakini pia kuna mambo mengine ya ziada pengine hatukuwafikishwa kuyazungumzia katika mihadhara yetu na durusi zetu katika mwaka uliopita, lakini tukayapata katika mwaka huu. Kwa tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake na rahma zake atuzidishie ilmu yenye manufaa na atuzidishie maarifa na mahaba ya kuipenda dini yake na kuwapenda watu wake. Kilichotukusanya bidhat, hasa ukiacha lengo kuu la kujiongezea ilmu na maarifa, lakini maarifa yenyewe ni juu ya jambo gani? Juu ya jambo la dini na mambo mengi. Hili tunataka kulizungumzia hasa hapa katika darasa yetu ya leo na muhadhara wetu wa leo, linafungamana na historia kubwa kabisa, lakini historia pia ndani yake ina mambo ya kiitikadi na misimamo. Na historia yenyewe ni historia ya mtu mtukufu, mtu mkubwa ambaye ni Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ndiye ambaye tutamzungumzia katika majalisi zetu hizi, na hususan tutaelekea zaidi katika mazungumzo yetu kwenye upande wa kuuawa kwake, na hili lina sababu mbalimbali. Na ndio maana katika majalisi zetu sisi tumegawa katika majalisi ambazo hazipungui 3, lakini kama hazitazidi 5 insha Allah. Sehemu za kwanza kabisa tutakayozungumzia, tutazungumza kwa nini tunamzungumzia au kwa nini tunayazungumzia mauaji ya Hussein bin Ali bin Abi Talib kwenye wakati huu. Hii nukta ya kwanza. Nukta ya pili, kwenye majlisi yetu ya leo tutamzungumzia ni nani Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Lakini pia kuna baadhi ya mazungumzo yatazalikana kwenye nukta hiyo. Tutalazimika sasa kuzungumza ni kina nani ahlul bait, ahlul bait Rasulillah sallallahu alayhi wasallam kwa mtazamo wa ahli sunnati wal jamaa. Lakini pia tutawazungumzia watu wa Iraq kwa mtazamo wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Yeye alikuwa akiwatazama vipi watu hawa? Na watu wa Iraq, yani Al-Kufa, mji wa Al-Kufa iliyoko Iraq, kwa mtazamo wa Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Haya ndio yatakuwa mazungumzo yetu ya leo katika majlisi hii. Yale yatakayokuja katika majalisi nyingine tutayaanza vile vile kwa kuzitajia dondoo zake na nukta zake za kuzungumzia, lakini haya ndio yatakuwa mzunguko wa mazungumzo yetu kwa leo biidhnillahi alkarim. Tukianza, kwa nini tunazungumzia mauaji ya Al-Husayn bin Ali bin Abi Talib? Kwa sababu sote au wengi wetu tunafahamu ya kwamba
mjukuu huyu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama aliuawa kwa dhulma katika ardhi ya Karbala. Al-Husayn bin Ali ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim, na kwa njia mama yake ni Al-Husayn ibn Fatima binti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bwana huyu aliuawa katika uwanja wa Karbala kwa dhulma na uadui. Sasa kwa nini sisi tulizungumzia jambo hili kwa wakati huu? Ziko sababu nyingi. Moja katika sababu hizo, na niliwahi kueleza, lengo kuu ni kujifunza historia sahihi katika tukio hili, kujifunza historia. Ndani yake katika historia ya bwana huyu kuna durus na kuna ibara, kuna darsa nyingi sana na kuna mazingatio mengi sana ndani ya habari yake na kisa chake, radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Hii ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni kupata mazingatio juu ya khatima mbaya ambayo inawapata watu madhalimu wenye kudhulumu watu haki zao na roho zao na mali zao na heshima zao. wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Hivi ndivyo anavyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kitukufu, kwamba wala usije ukadhania ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kughafilika kwa yale wanaoyafanya madhalim. Kwa hiyo mtu anapofanya dhulma asije akadhania ya kwamba atanusurika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, huna fi dunya au fil akhirah au fi dunya wal akhirah. Asije akadhani kwamba atanusurika. Allah subhanahu wa ta'ala hajaghafilika na wao. Hili walijue madhalim, ili waogope, pengine wakome kufanya dhulma zao, lakini pia wapate taslia wenye kudhulumiwa. Yoyote anayedhulumiwa asije akaona ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hatamnusuru. Allah atamnusuru kwa kuwa amedhulumiwa. Kwa hili taslia, Allah subhanahu wa ta'ala atakunusuru walau ba'da hin, hata kama ni baada ya muda mrefu, si katika ule muda unaotaka wewe, hata kama ni baada ya muda mrefu. Lakini fahamu, maadamu wewe ni madhulum, umedhulumiwa, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakunusuru, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameiharamisha dhulma juu ya nafsi yake, na ametukataza sisi tusidhulumiane. Ametukataza moja kwa moja kwamba haifai baina yetu sisi kudhulumiana, na amekemea na ameahidi malipo. Amekemea, ameweka makemeo ya malipo mabaya kwa wenye kudhulumu. Na Husaini ameuawa madhuluman, ameuawa kwa dhulma, hali ya kuwa mwenye kudhulumiwa. Kwa hiyo hili pia tutalitaja kwa lengo la kulitanabahisha kwamba khatima mbaya siku zote iko kwa wenye kudhulumu. Lakini nukta nyingine ambayo pia ni muhimu sana, nukta muhimu sana inayotupelekea tulizungumzia jambo hili, ni upotoshaji wa maksudi unaofanywa na baadhi ya makundi, wakiwemo Ashia. Kwa makundi yao yote, unapofika mwezi huu wanautumia mwezi huu na wanalitumia tukio hili kama ndiyo moja ya njia zao kuu za kueneza ushia wao na itikadi zao. Wanaitumia Muharram, na hususan mauaji yaliyofanywa, mauaji ya kinyama yaliyofanywa dhidi ya mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Al-Husayn bin Ali radhiyallahu anhuma, kama ni moja ya njia ya kupenyeza ushia wao katika miji. Na laonekana dhahiri kana kwamba jambo hili linashamiri na kukua, lakini miongoni mwa sababu za msingi ni kwamba wanaojua
wengi katika wanaojua ukweli hawataki kuuzungumzia ukweli huu, wamekaa kimya, kwa sababu kiushia ni kwamba wao wanajenga fikra kwa watu, wanawatengeneza watu ili kuwaaminisha kwamba masunni ndio waliomuua al-Hussein. Al-Hussein radhiyallahu anhu ni wao ndiye mtu wao yani, na wengine wasiokuwa wao ni adui wa al-Hussein. Maana wao hujinasibu kwamba sisi ndio watu vipenzi vya ahlul bait, wengine ni maadui wa ahlul bait, wakawaita ahlus sunnah wal jamaa kwa jina la nawasib. Nawasib maana yake ni maadui wa ahlul bait, kwamba sisi tuwapenda ahlul bait na ahlul bait kadha wa kadha, ahlul bait kadha wa kadha, na nyinyi wasiokuwa Shia basi hao ni maadui wa ahlul bait, na wao ni katika waliochangia au waliomuua al-Hussein bin Ali. Wanawaaminisha watu namna hiyo. Kweli kizungumzo jambo hili na mtu akawa toa machozi alia, na ni jambo la dhulma kweli limefanyika, lakini linapozungumzwa jambo hili kwa sura hiyo, mtu anaona kwamba kumbe hawa ni watu wabaya kweli, hawa ahlus sunna hawa ni watu wabaya kweli, wamemuua mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yakanasibishwa haya na ahlus sunnah wal jamaa dhulman wa udwana. Sasa kibaya zaidi kama nilivyotangulia kueleza ni kwamba mashekhe wa mijini na vijijini, waalimu wa mijini na vijijini, maduat walinganizi wa dini wa mijini na vijijini ambao si mashia, zaidi ya 99% hawalizungumzii jambo hili kabisa katika kuelewesha watu kwamba usawa ni huu, kwa sababu wenyewe hawataki matatizo na watu. Sisi hatutaki matatizo na watu, asijakaingizwa katika orodha ya watu ambao wanaonekana ni wakorofi, kazi yao kuwasema watu. Kwa hiyo wao hawataki kubainisha ukweli huu kwa sababu ya kuogopea lawama za wenye kulaumu. Ukitazama wako watu wengi maslaki yao ni hiyo, hawapendi kulaumiwa hata katika jambo la haki, maadamu jambo hilo halina maslahi na wao ya kidunia, basi hawako tayari wao kulaumiwa. Kwa hiyo wanaamua kukaa kimya, na hili ni jambo baya kabisa katika dhulma kubwa inayofanywa na walinganizi wanaojua ukweli ulivyo na wanaiona hatari inayoelekea. Ni wao kukaa kimya, wasizungumzie jambo hili kwa haki na uadilifu na ilmu na maarifa. Ni jambo baya kabisa. Kwa ndio wao wakasikia kimya. Sasa kinapokaliwa kimya, wakizungumza watu wengine wasiojua, wanaona hii ndio haki. Kama sio haki, mbona wale hawasemi? Mbona hatujamsikia shekhi fulani na mwalimu fulani akisema? Lakini watu hao ambao wameamua kukaa kimya, zinapoguswa heshima zao wao wenyewe binafsi au heshima za wazazi wao au baadhi ya mashekhe zao, wao hawakubali, wako tayari kufa, wako tayari kupigana, wako tayari kushikana makoti kutetea heshima zao na heshima za baba zao na heshima za mashekhe zao. Lakini katika mazungumzo haya yanayozungumzwa kuhusu kuuawa al-Hussein radhiyallahu ta'ala anhu, zinaguswa heshima za watu wakubwa katika ahlus sunnah wal jamaa, maulama, bali masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanaguswa katika hili. Lakini wao wenyewe wanasema hata mshipa hauwagongi, kwa sababu hawawahusu wao, kwa sababu hawataki kulaumiwa, wataingizwa katika orodha ya watu wakorofi. Kwa hiyo hilo wakaamua kulikalia kimya. Ndio maana utasikia wewe uzungumze kwamba jambo fulani, jamani, hii Qur'ani hii haimfikii maiti, hivi ndivyo alivyosema al-Imam Shafi. Nasema mfano tu. Sasa utasimama watu 20 watakujibu,
wewe wahabi wewe nenda mahali kazungumzie jambo fulani kwamba jambo hili jamani hili halifai, hii ni shirki hii, utajibiwa na watu 200. Utasimama ukujibu na watazungumza uhabi na mnavyokuwa mbaya namna mnafarikisha watu. Uzungumze jambo lolote lama lina khilafu au halina khilafu, ulizungumze kulibainisha kwamba hili halifai. Lakini haya mambo kama haya ambayo ni mambo ya hatari katika mujtama, wao hayawahusu bwana, bali wao wanaungana na wale katika kujionyesha kwamba wao hawana shida na matatizo na watu. Wao wanaungana na wale katika mambo yao, watahudhuria katika mirjani zao na sherehe zao za Muharram, wataalikwa, watakwenda. Bwana mwaliko maalum, waalikwa, atavaa kanzu yake na koti lake na maruma, huyo atakwenda huko. Na akipewa nafasi ya kuzungumza, baadhi yao wakipewa nafasi ya kuzungumza watazungumza, bali na wao wakiwa na shughuli zao watawaita, watahudhuria na vilemba vyao na majoho yao, watakuja kuonyesha kwamba jambo lao wao ni moja. Sasa watu kama hao tusiwatarajie kwamba watasimama kulibainisha jambo hili kwa haki na uadilifu hata siku moja. Na wengine hujinasibu na sunna, lakini kwa dhaifu waliokuwa nayo hawatoi nafasi ya kulizungumza jambo hili mpaka waguswe wao heshima zao. Ukitaka kujua kwamba yeye ni mkali, mwambie wamekula pesa za Waislamu, umtamsikia habari zake. Na yeye kweli amekula, lakini utasikia habari zake. Haiko tayari kukaa kimya, atatetea heshima yake. Sasa jamani, heshima ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam inalingana na heshima zetu. Wengine wanakuambia sisi tushazungumza mambo hayo zamani ipi? Kuna watu walikuwa hawajazaliwa walipozungumza wewe. Alafu dini na mambo ya zamani, kila siku na kila mara mambo yakaririwe, watu waelewe. Useme zamani sisi tumezungumza, kitambo kabla yenu. Kitambo kipi? Mnatakiwa mzungumze mpaka watu waelewe. Na kwa sababu hii ndio imejengwa misikiti, na kwa sababu hii zimejengwa madaris. Kwa hiyo mnatakiwa mzungumze, acheni uoga. Lakini watu wamekaa kimya, wamebweteka kwa majumba yao, kwenye masofa, wanywa vinywaji baridi huko. Masahaba wa Mtume swalla sallam watukana. Wengine wamekaa maskani tu wazungumza, wengine wazungumza mpira. Huyu shekhe, huyu shekhe kama maskani, wakati wote yuko maskani. Sasa hakuna mambo ya kufanya. Hawa watu hawahitaji ubainifu, watu wanahitaji ubainifu. Mwingine kwamba kwani lazima dawa mfanye muhadhara? Sasa utaifanya vipi hiyo dawa wewe? Dawa ina njia nyingi za kufanya, lakini miongoni mwa hayo ni kuzungumza na jamahiri nnas, kuzungumza na watu, wafahamishe watu. Hizi khutab za Ijumaa, manabiri hizi ndio kazi yake, kuwabainishia watu haki. Simama kwenye mimbari, zungumza. Simama msikitini uzungumze. Lakini kuna mashekhe wao kazi yao ni kuzungumza fadhailul a'mal, kuzungumza hiki kisa kile. Upotoshaji mwingi katika mjitama upo, wao na unyamazia kimya. Hili ni moja katika sababu ambayo tufanya sisi tuzungumze kwa nguvu kubwa. Haina maana kwamba ni sisi, wako watu wengine wanazungumza, lakini wengi katika wao hawazungumzi. Na wengine wenyewe wanawaogopa mashia, maana wana tabia moja wao, wakishakuona una udhaifu fulani, ukizungumza nukta moja watatokea watoto kama 20 hivi wakujibu. Sasa wewe hujui ni mjibu huyu au ni mjibu yule. Sasa mtu tabu ya nini? Mimi nikizungumza kijimada kidogo tu hapa nikiwataja basi shida. Wengine ndio wanaogopa. Msiogope, jipangeni muwazungumze watu hawa, muwabainishie upotevu wao.
Kwa hiyo sababu inayotupelekea kwa nini tunazungumza jambo hili ni kuweka sawa na kusawazisha upotoshaji wa maksudi unaofanywa na watu hawa. Lakini pia rai yangu na maoni yangu kwa tulabul ilmi katika ahli sunnah wal jamaa, wafanye bidii kutafuta ilmu iliyo sahihi, ilmu iliyojengwa katika misingi ya sawa sawa. Wajitahidi kutafuta ilmu huku wakifahamu kwamba umma unahitajia ilmu, na wale waliopata maarifa basi wasikae kimya, maarifa yale wayaeneze kwa umma. Na njia za kufikisha ujumbe ni nyingi, miongoni mwa hizo ni kufikisha ujumbe katika njia kama hii. Tusinyamazie jambo la haki, tusinyamazie batil tukazifumbia macho, kwa sababu hazigusi katika shakhsia zetu wala katika dhati zetu, wala hazigusi maslahi yetu ya kilimwengu. Tusinyamazie batil, tusiogope lawama za wenye kulaumu, waache walaumu. Ingizwa katika orodha kwamba umewasema watu wengi, sema ndizo sawa hivyo, lakini ukiwa umewasema kwa haki,